Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana ni sababu ya kutupa nafasi hii na nafasi njema ambaye siku ya leo nikiwa ndani ya madhabahu, ningependa tuongee maneno mawili matatu kuhusu nchi yetu. Na hii ni neno ambalo Bwana amenikabidhi ama amenipa sababu ya nchi yetu. Nchi tuliyoipenda, nchi ambayo imejaa baraka na nchi ambayo Mungu ameipenda. Ina waombaji wengi na pia inawaabudu shetani wengi, lakini kwa wema wa Bwana Mungu amezuia maovu katika nchi yetu. Mipango iliyokuwa inapangwa ya watu wa Mungu kufa hohehahe ama kuuawa, Bwana amezuia. Kwa hivyo tunamshukuru ni sababu nchi yetu tumeanza kuona Bwana akianza kufanya kazi. Watu wa Mungu msiogope, ni sababu ni wakati wa watu wa Mungu kuomba. Kuna jambo tu moja ambalo liko, watu wengi wanapigana ni sababu ya siasa. Huwa wanaitana majina mabaya ni sababu ya siasa. Huwa wanaanza kujua mtu ni kabila gani wakati ya siasa. Lakini ningependa kuwaambia hivi, wana siasa ni watu wa uongo. Ni watu ambaye wengi wao hawaongei ukweli. Sisemi wote, lakini wengi wao hawaongei ukweli. Ni sababu nimeona katika maono ya kwamba nimeona Gachagua wakishikana na Ruto, na hilo jambo nikafunuliwa. Wengi watashangaa. Nimeona wakishikana na nimeona baada ya uchaguzi wakiongea wakiwa kitu kimoja, wakisema hii Kenya ni moja na ni yao. Jameni, itakuwa ni aibu wakati huu ukipigana ni sababu ya mtu fulani. Na ningeomba ni vizuri kusimama ni sababu ya ajenda, lakini sio sababu ya mtu fulani. Ni sababu binadamu ni ule mmoja, anayekusahau, anayekuwa hata haoni kama kuna jambo ambalo pengine hata ulimtendea. Ni sababu kila nimefunuliwa, kuna mtu ambaye atakuwa rais na yuko katika kiti. Jameni, wacha niwaambie, hawa wanasiasa wote nimeona wakikaa meza moja wakinywa huko nje, watu wakipigana. Ningeomba tu wa Kenya, ni vizuri na sisi ambaye sisi ndio huwa tunawachagua tujue ya kwamba sisi ndio huwa tunaamka mapema tunaenda kuweka kura. Ndiyo, ni sawa, lakini usipigane. Ni sababu tukipigana hii Kenya sijui itabaki na nani na sijui itakuwa ni ya nani, sababu tuko wengi. Watu wa Mount Kenya, nimeona magawanyiko makubwa, kukiwa na vyama kama vitatu ambavyo kila mtu anataka kuchukua. Nimeona hata nyinyi mkigawanyika. Nimeona upande wa Nyanza kukimwagika damu, kukiwa na mambo ambaye ni ya uchaguzi, kukiwa na vita. Ningeomba tu jameni, wale ambaye huwa ni waombaji, piga magoti na muweze kuomba Mungu aweze kusamehe na kukumbuka nchi yetu. Na kwa sasa ni hayo tu. Mungu abariki Kenya, na Mungu abariki nchi yetu, na Mungu abariki hata wale ambao wanatuongoza. Thank you, may God bless you.